habari za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Usikose kipindi chetu cha asubuhi, mchana na magharibi, ili uelewe yanayojiri huko. Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya, Asia na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa, na tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Sauti iko chini kutokana na magonjwa ya gripe ambayo tuko nayo. Tutajikaza kabisa tupandishe sauti ili kuwapa habari za kweli tena kamili za asubuhi ya leo. Taarifa zetu za asubuhi ya leo tutazianzia kwenye uwanja wa vita. Kama kawaida, tumewaletea taarifa kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Moja kwa moja tutawapeleka katika maeneo ya Buleusa, Kilambo, Muwalikale kwenye wazalendo walifanya mashambulizi makali ya pamoja dhidi ya msafara wa magari ya waasi wa AFC M23 ambayo yalikuwa yakielekea Kufro. Yalikuwa ndani vifaa pamoja na wanajeshi wa AFC M23 walikuwa na wanarenforce position zao mu maeneo ya Walikale. Walikuwa wametoka Ruchuru siku ya juzi samdinjo walitoka Karuchuru wakaenda Lubero, wakawa walikuwa wako naelekea kulinyi defo maeneo ya Walikale, wakashambuliwa vibaya na wazalendo. Walikutana na hasara kubwa sana waasi wa AFC M23 katika eneo hizo. Tumewaletea habari mingi. Gaye Kabombo Mwandia Vita, Vice Premier Ministre wa Kongo, alitangaza ya kwamba FARDC inaendelea kuongeza ujuzi kabisa wa hali ya juu katika mambo tofauti. Anasema ya kwamba FARDC inaendelea kujijenga na kujipanga upya ili kuweza kukabiliana na vita na hali ya kiusalama inayoikumba nchi ya Kongo katika maeneo tofauti. Tumewaletea habari mingi. Tutawaambia kuhusu watu wawili ambao walikufa na wengine wakajeruhiwa katika shambulio dhidi ya msafara wa magari kwenye barabara ya Goma inayoelekea Butembo. Tumewaletea habari mingi. Tutawaambia kuhusu uvamizi wa watu wenye silaha kutoka Sudan Diside katika maeneo ya Kakwa ni nchini Kongo. Hapo kabisa ni uvamizi ambao uliacha watu wanakuwa na hofu sana. Mnaoifuata ni Kwetu TV. Kama kawaida ni channel ama ni media inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika, inayopatikana mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, donc kujiabone, ili kukua naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Muzisambaze taarifa hizi, donc muzipartage mu magrupu ya WhatsApp ziwafikie wengi, na tuna matumaini kwamba mtazipartage kabisa. Vile kukomante na kuendelea kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp, ili habari zetu zote mkuwe mukizipata 5 kwa 5. Namna ya kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp, muguse pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description, mutajiunga, mutapata linki yetu, mujiunge. Mukigusa kwenye linki hiyo, bila shaka mutakuwa mukizipata taarifa zetu zote 5 kwa 5. Habari zetu za asubuhi ya leo moja kwa moja tutazianzia kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Buleusa, Kilambo, kwenye wazalendo walifanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya msafara wa magari ya waasi wa AFC M23 ambayo yalikuwa yakielekea kulinye defo ili waendelee kufanya vita kule. Waone ya kwamba wanaweza wakaavance mu maeneo ya Walikale. Samedi juzi
wanajeshi wengi walitoka Ruchuru, wanajeshi wa AFC M23, na wanaenda renforcer maposition mingi za AFC M23 kulinye defo mu maeneo ya Lubero pamoja na Walikale. Katika siku hizi ambapo walikubaliana cessez-le-feu gouvernement ya Kongo na wasi wa AFC M23, AFC M23 inaendelea kujipanga sana mu maeneo mengi. Nadhani kwamba kuhusu maramforo zao habari hizo tunaziwaambiaka. Wanajeshi hawa wa AFC M23 walitokaka Ruchuru directement, wakashuka rute yote ya kiwanja, wakashuka na wako naelekea katika maeneo ya Lubero kule Kanyabayonga. Kabla yao kufika Kanyabayonga, wanajeshi wachache wa AFC M23 wakaelekea Kanyabayonga, wengine wakakamata njia inayoelekea eneo za Miliki. Walipofika Miliki, hapo ilikuwa siku ya jana na ni asubuhi, waka stope pale, wakangojea ikue magharibi njo waelekee ngambo za Buleusa. Apre kufika Buleusa waende kumalinye defo wakielekea Kilambo. Walipo kuwa na wako katika mwingine wa Miliki, ilipofika saa 10 saa za jioni ya jana, wakaondoka pale eneo ya Miliki directement wakaelekea mwingine wa Buleusa. Zilikuwa kamyo ama hizi gari za fuso 5 na jipe moja, zilikuwa ndani wanajeshi 4, zilikuwa ndani wanajeshi na moja na iko ndani vifaa donko maarme za kutumikisha. Wakatoka katika mwingine wa Miliki wakaelekea Buleusa. Apre kufika Buleusa wakakamata njia yote inayoelekea wapi? Kilambo. Kwenye defense za AFC M23 ukitoka Buleusa na uko naelekea Kilambo ziko mu eneo kidogo na pale. Sasa kuanzia maeneo ya Kilambo kushuka access zinazoelekea Buhimba kule Mwalikale ni maeneo yanayomilikiwa na wazalendo. Waasi wa AFC M23 kurenforcer katika eneo hizo walikuwa wameipanga front mpya inayotokea nyuma ya wazalendo mwizi eneo za Walikale, ili kudestabilize nitasema vile wazalendo na FARDC wakianzia nyuma waone ya kwamba front za mbele eneo za Minjenje wanaweza kuavance. Mnajua walitoka kama Minjenje na Mpeti bila mapigano, FARDC ikaziokipe deja, wakabakia maeneo ya Malemo na eneo za Kalembe. Walikuwa wakifanya vita kwa kila mara kule ili waprogresse tena waavance waende mwingine wa Minjenje na Mpeti wa ukamate, vikashindikana. Ndio sasa walikuwa wamerenforcer ngambo za Buleusa ili kuweza kufungula zingine from mpya kote za Kilambo. Buleusa inapatikana kwenye mpaka wa Lubero na Walikale. Sasa wahasi wa AFC M23 au wanajeshi wakati walikuwa wameondoka mwingine wa Buleusa na wako naelekea kufro access zinazoelekea Kilambo, ndio walishambuliwa vikali na wazalendo ambao walikuwa wamefanya ambuscade ama ambush katika eneo hizo zidi ya haya magari. Inaonekana waasi wa AFC M23 wakati walikuwa wakikuja, wazalendo walikuwa na hizo habari, donc walikuwa na zile taarifa ya kwamba wanakuja wanaenda renforcer pale. Ilipofika saa 11 jioni ya jana, njo waasi wa AFC M23 walikutana na hasara kubwa. Walikuwa wameondoka directement mwingine wa Buleusa na wanaelekea Kufro. Gari zote kamio zile fuso kubwa zilikuwa mbele na jipe na plito zilikuwa nyuma na jipe na iko mbele. Jipe ya mbele ilikuwa ndani wanajeshi wachache ambao walikuwa wakienda na wako naona mbele, donc wako nakagua pande za mbele jinsi mambo iko. Sasa cha kushangaza, wazalendo walipoanza kubombarde hizi gari, walianzia kugari ya nyuma, waliziacha zikaingia
mbele wakati zilikuwa na zimepita ya mbele ikapita ya pili ya tatu, wakati ya mwisho ilikuwa na njo imefika pale njo wakaanza kuwabombarde kubabaika. Sasa ni za mbele zikakosa waende wapi, kwa sababu deja fro ilikuwa imefunguka nyuma na mbele kwenye wako naenda walikuwa na wasiwasi, kwa sababu zile eneo kunapendaka kukua maambush sana. Wanajeshi wakashuka waende pigana na wazalendo kwa sababu walikuwa wamejikuta mo ambush, walitawanyika, acha niseme vile, walibabaika wakakimbilia katika misitu. Ni gari zote zile gari 5 zilichoma moto, vile vifaa ama zile army ambazo walikuwa wamezipeleka kufro zote wazalendo wakazibeba. Ndugu zangu, wazalendo katika eneo hizo wanasema kwamba AFC M23 ayo inaendelea kupanga kuavanse ikirenforce sana. Ndio maana kuhusu michakato ya amani na makubaliano wanayo yasinye wakati kufro awako nafanya, wazalendo hawataikala, wataendelea kukua nafanya vita zidi ya hawa wasi olie wajiorganize be wa avanse. Wazalendo hawataitika, watakuwa wakiwashambulia. Ndio sasa walifanya ile atake, waasi wa AFC M23 walikutana na hasara kubwa sana katika eneo hizo za Walikale, axe Buleusa ukielekea Kilambo. Walipigwa sana waasi wa AFC M23. Ni wanajeshi wapi ambao walikuwa wametoka Ruchuru directement na wanaenda renforcer kule, walichokutana nacho ni cha mtemakuni. Tuendelee na habari zetu, niwaambie kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambayo iko katika kazi ya kupanga upya ama ya kujipanga upya kijeshi. Ni operation ambayo kwa sasa inaendelezwa katika ngazi ya wafanyakazi wakuu kwa lengo la kufafanua uwezo halisi unaohitajika na vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yalitangazwa na Guy Kabombo, vice premier ministre de defense, ambaye alisema ya kwamba FARDC leo inaendelea kujipanga katika mambo ya kivita, donc katika mambo ya kijeshi wanaendelea kujipanga sana. Anasema kwamba tangu mwezi wa 3 wa mwaka jana wa 2025 wa 2025 walikuwa FARDC walipewaka maagizo kuhusu kazi ya kupanga na kujipanga upya katika mambo ya kijeshi inayoendelea katika ngazi ya wafanyakazi wakuu, yenye lengo la kufafanua uwezo halisi unaohitajika na FARDC, miundo mipya ya amri na mafundisho ya kimkakati pamoja na uwezo wanaopewa kila siku. Mbinu hii ya kijeshi imefupishwa kwa kifupi cha DORESE: mafundisho, shirika, rasilimali watu, mafunzo, usaidizi na vifaa. Yule Guy Kabombo alisema haya siku ya jana, akasema kwamba FARDC inafanya hayo yote ili kuweza kupigana kabisa na hali ya kiusalama inayoikumba nchi maeneo mengi, hususan mashariki mwa nchi ya Kongo, katika maeneo ya North Kivu na Sud Kivu kwenye wako movita kule wakipigana na waasi wa AFC M23 kila siku. Maeneo ya Ituri kwenye wanapiganaka na ADF, Kodeko, wanamgambo wa Zaire, wale wanamgambo wa Zaire nao wanakwaka kule, wale wasea kupewa Thomas Lubanga kule kote kuna kwaka kabisa usalama kidogo kutokana na ile magrupe arme. Sasa FARDC leo hii depuis 2025 wanaendelea kujiorganize bien, wakijipanga upya katika mambo ya kijeshi ili kuweza kupigana kabisa na usalama kidogo unaoendelea katika maeneo mengi mopei yote. Mnajua Kongo inakuwaka na magrupe arme mingi, tena
province mingi kuna kuwaka magrupe arme. Sasa na ili kuweza kupigana na hayo magrupe arme, FARDC inahitaji nguvu, inahitaji mazoezi ya hali ya juu. Ndio yenye sasa iko nafanya depuis 2025 mpaka leo. Operation hizo ama mission ile inaendelea. Wanajeshi wa FARDC wanaongeziwa vifaa na mazoezi kila siku kabisa. Tuendelee na taarifa zetu, tuwaambie kuhusu watu ambao waliuawa katika shambulio dhidi ya msafara wa magari kwenye barabara ya Goma Butembo. Watu wawili waliuawa pamoja na mwingine kujeruhiwa vibaya siku ya Jumamosi jana katika shambulio la kuvizia lililolenga msafara wa magari ya usafiri wa umma kwenye ile rute. Kulingana na vyanzo vya habari vilivyokubaliana kabisa katika eneo hilo, msafara huo uliokuwa ukitoka Goma hadi Butembo ulivamiwa na majambazi wasiojulikana wenye silaha karibu saa 10 asubuhi kwa saa za maeneo hayo. Ripoti ya muda inasema kwamba abiria wawili waliuawa, dereva alijeruhiwa vibaya kwa risasi na abiria kadhaa waliporwa mali zao, ikiwa ni pamoja na pesa, simu na vitu vingine vya thamani. Na hawa watu walikuwa na bahati mbaya kwa sababu wakiwa wameshikiliwa mateka kwa saa kadhaa, abiria hawa walikuja kupigwa vibaya. Walipigwa wakanyang'anywa vitu vyao na kwa bahati wamoja waliachiliwa. Wengine wawili waliuawa, wengine wenyewe walikuwa pale au waliachiliwa baada ya kunyang'anywa vitu vyao, wakaendelea na msafara yao ama waendelee na safari yao. Walikuwa kabisa wamenyang'anywa vyote, walikuwa wamepigwa. Ni watu wenye silaha ambao mpaka kwa sasa hawajajulikana wenye walifanya vitendo hivyo. Dereva ambaye alijeruhiwa vibaya alisafirishwa haraka hadi kituo cha matibabu katika mwingine wa Kanyabayonga ili kupata huduma inayofaa. Na mashambulizi kama na haya yanapendaka kufanyika sana kule. Hili ni shambulio la 11 lililorekodiwa katika barabara hii ya kimkakati ambayo inatakiwa kuwa salama katika miaka hii mbili tu, donc 2026 plutôt 2025 mpaka leo 2026 mwezi huu. Ni shambulio la 11. Mnasikia kwamba kuna pendaka kukua vitendo vya wizi vya watu wenye silaha wakishambulia magari ya population. Ni usalama kidogo ambao deja unaendelea kuikumba mingine hiyo ama maeneo hayo. Ni maeneo ambayo yanakaliwa na waasi wa AFC M23. Taarifa zetu zinaendelea kama kawaida. Tumewaletea habari mingi katika eneo ya Kakwa, hapo ni Mkongo. Kuliripotiwa uvamizi wa watu wenye silaha ambao walitoka Sudani. Ndugu zangu, Kongo nasi tunakuwa na maprobleme za mingi. Hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya maeneo mengi. Hivi juzi tuliambiaka jeshi la Zambia ambayo lilikuwa limeingia Tanganyika kukamata maeneo ya Kongo. Leo kuna shambulizi la watu wenye silaha kutoka Sudani ambao waliingia Muituri. Kulingana na vyanzo vya ndani, watu hao wenye silaha walifanya shughuli za uporaji wakichukua mifugo na pesa, huku pia wakitekeleza utekaji nyara. Watu hawa wenye silaha ambao walitoka Sudani Kusini waliwapora watu wengi, wakabeba vitu vya wakaaji katika maeneo katika eneo ambayo eneo zinazopatikana msheferi ya Kakwa. Naibu wa kitaifa Dieudonné Tabani kwa upande wake anaongeza tahadhari kuhusu kuzorota huko kwa hali ya usalama kando ya mpaka kati ya Kongo na Sudani Kusini katika maeneo ya Aru. Wanaume hao wenye silaha ambao walikuwa wametokea Sudani waliingia kabisa, wakabeba pia na ngombe, mbuzi na vitu vingi vya population wa pale. Na kando ya mpaka wa Sudani kuna wanajeshi
wa FARDC ambao ni wadogo sana, ndio ile probleme yenye iko pale. Wanajeshi wa FARDC katika maeneo ya Alu kwenye mpaka wa Sudani na Kongo, kuna wanajeshi ambao ni wachache sana, donc ni wa kidogo. Kutokana na ile probleme ya kuwa ni wa kidogo, hawawezake kulinda bien mipaka, kwa sababu si kwa mara ya kwanza ambapo watu kutoka Sudani wamefanya maoperasyon kama na hayo katika maeneo ya Aru. Wanajeshi wakiwa ni wachache, hayo magrupe arme ya kutoka Sudani, kama ni magrupe arme ama kama ni warebele, wanaingiaka bila hao wanajeshi kujua, kwa sababu kwenye mpaka kuna kuwaka na kuna hitajika wanajeshi wengi mukila akose mukila 50 metre kunakuwa na kuko wanajeshi. Sasa ikiwa ni wachache, inachaka na kunabakia eneo kabambi zenye kuna wanajeshi wanavuka sasa kisiri na wanafanya operasyon kama na zile, tena wanarudia kwao bila probleme. Kuna hitajika renfort kabisa wanajeshi wengi wa FARDC kule, ili kuweza kuzuia hali ya kiusalama ama kuzuia kabisa vitendo kama hivyo ambavyo vinafanywa na watu wenye silaha. Hii probleme inaonekanaka sana Muituri, na kuna maeneo yenye ADF inakuwa ndani inafanya maoperasyon zidi ya vijiji kutokana na kuwa wanajeshi ni wachache wa FARDC. Operasyon zao wanazifanya bie, wanabeba vitu vya wakaji, wanapie, wanalunguza vitu, wanaua population. Ile ni probleme ambayo gouvernement inapaswa kuikala na kuishughulikia, warenforce kule wanajeshi wengi. Kinshasa kuna maprovince mengi ambayo yako ndani vita pe iko kabisa kule. Sasa wanajeshi ifo wanawaleta kufro maeneo yenye kuna kwa vita olie ya kuikala kule, wakati kwengine wanawahitaji. Ndio vile kabisa FARDC ama gouvernement ya Kongo inapaswa kusimama na kurenforce wanajeshi wote kwa maeneo yale kwenye wakaji wanapenda kabisa wapate amani. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu. Tunawashukuru sana, tunawatakia asubuhi njema na siku njema. Tupatane ndani ya habari zingine zifuatazo za mchana wa leo, tukiwapa mbichi. Merci beaucoup.